unamletea nani? Nadhani dogo kamdomo kanamsumbua. Alikamwe Kamdomo kanamsumbua. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Bana, Sanga TV tunazungumza michezo moja kwa moja kutokea home gym Mwenge, Dar es Salaam. Kubwa zaidi tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo na tupo na Muhaya mwenyewe hapa wa Simba. Mimi naitwa Ernest Singano. Simba wana mechi dhidi ya Al Masry kule nchini Misri. Mchezo wao kukata tiketi ama kuitafuta tiketi kuelekea nusu finali. Lakini Young Africans wao ni dhidi ya Tabora United. Lakini pia kuna Alikamwe huko nakuja kumzungumzia hapa. Karibu sana. Upo vizuri mwa? Niko poa. Habari za huko? Sisi tupo vizuri. Tumekuja moja kwa moja Mwenge hapa ilipo home gym. Kubwa zaidi hapa unaweza Ali Shabani Kamwe kapewa masaa 24 kwenda kumuomba radhi mkuu wa mkoa wa Tabora. Umemtazama Ali Kamwe na umesikiliza kwamba alivyozungumzia Ali Kamwe kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Tabora. Ameongea mambo mengi sana. Tabora wana haki ya kwenda kumwambia Ali Kamwe kauli hiyo kwenda kumuomba radhi mkuu wa mkoa. Unajua kila kitu kuna mipaka. Mimi nataka kuongea dhahiri shahiri, tupende kuheshimu viongozi. Tupende kuheshimu viongozi husika wanaokuwa wanaongoza. Ukiona kiongozi hajaweka zengwe au kuleta kitu chochote ambao kinaonyesha kuna tofauti, hamna haja ya kumtukana kiongozi, hamna haja ya kumbeza kiongozi. Kwanza ni kiongozi ambao ni mkuu wa usalama wa Tabora. Unamuongeleaje vibaya? Unamuongeleaje kwa kujiami? Wakati bado hapo ulipo uko kwenye usalama wake. Mimi nadhani bwana mdogo anahitaji dua ndefu na vile anabidi akimbie kabla masaa waliompa. Aende akaombe, atume wazee, wapige simu, wamuombe mapema. Uwezo ukamkimbilia mkuu wa mkoa ukamchukulia kama mtoto mdogo. Yule ndio mkuu wa usalama wa mkoa wa Tabora. Ulipo wewe huko kiusalama kwa ajili yake yeye. Leo unamletea nani? Nadhani dogo kamdomo kanamsumbua. Alikamwe kamdomo kanamsumbua. Ni wazi alimkosea mkuu wa mkoa wa Tabora. Amemkosea, ndio maana unaona tunaliongelea hili. Na mtu yoyote, hata sisi kwa upande wetu, uwezo ukafika unamtukana mkuu wa mkoa. Inabidi uwe na discipline, tuwe na mipaka. Kwamba huyu ni mkuu wa mkoa, huyu ni mkuu wa klabu, huyu ni msemaji wa klabu, tuwape heshima zao. Huyu ni shabiki, tuwape nafasi ambao wanakuwa wanaendana nazo. Kama sisi kuna sehemu unaweza kaipanda, ipande. Sehemu ambao huwezi kuipanda unabidi ukae chini. Mimi namuongelea Ali Kamwe kwa sababu naona kuna vijana wengine wataiga. Yule kesha kuwa na followers, ana watu wengi. Leo anamuongelea mkuu wa mkoa vibaya, kesha atakuja kumuongelea mtu mwingine. Nadhani kama unaangalia akili unaona ni vijana wengi wa Yanga, sio wote, bado mdomo. Wanabiwa na mipaka ya midomo. Issue ni mipaka ya midomo. Chunguza kwa namna ambavyo kauli zake anazitoa. Hapana, wanabiwa kwanza wamchunguze waliompa mamlaka ya kuongea. Unajua unapopewa nafasi ya kuongea kwenye klabu ni nafasi kubwa sana kwa sababu ni watu wengi ambao wanakuwa nakusikiliza na unachokiongea kiko ndani ya klabu. Ila kama na viongozi wao wako kama Ali Kamwe, basi hata mshauri aende kuomba samani. Maana unaweza ukakuta unachukua ndimu unaweka ndimu, kumbe wote ndimu. Lakini kama utalichunguza kaona kweli sisi ni viongozi, tulikupa nafasi ya kutuongoza sisi na kutusemea sisi kama klabu. Leo hii unatukana watu ambao wanatukaribisha, tunalala salama, tunaamshwa salama, leo unamtukana. Hapana, itakuwa ni ukosefu wa nidhamu na sio vitu vizuri. Ali Shabani Kamwe amezungumza hivyo kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Tabora United. Tabora mezani milioni 60 endapo akifanikiwa kumfunga Young Africans. Ikumbukwe mchezo wa duru la kwanza kabisa Tabora United walizinyakua alama 3 mbele ya Young Africans. Namna ambavyo unapiga jicho Tabora wanaweza wakafanikiwa kuzinyakua alama zote 6 mbele ya Young Africans mezani milioni 60. Hapo uliko nipeleka ni sehemu ambayo nataka niweke wazi ili watu wanielewe wanaonisikiliza. Na hii iende. Simba na Yanga. Hiyo naongea kimchezo na watu wanielewe. Simba na Yanga hamna vilavu vyovyote vinavyoweza kuzisumbua. Hilo ni la kwanza. Ila labda itokee wafungwe. Ndio maana ukiona imefungwa Simba, imefungwa Yanga, wengi tunataharuki. Imekuwa kuaje tukafungwa na mtu wa namna ile? Wana uwezo mkubwa Yanga kuondoka na pointi 3 pale. Hiyo naongelea mpira. Wana uwezekano mkubwa wa kuondoka na pointi 3 pale zinazowapeleka Tabora au zilizowapeleka Tabora. Ni nafasi ya Tabora kuchukua alama 3. Sioni nafasi ya mzigo kuwekewa mezani. Yaani pamoja na kuwekewa mzigo. Naangalia ubora walionao Young African kuanzia mchezaji mmoja, benchi la ufundi, viongozi wao wa Young African, bado Tabora wako chini kwa Yanga. Unajua inatokea tu. Wanaitaka mechi tena lakini. Hata kama wanaitaka mechi. Mimi nakwambia ukiona Simba kafungwa na vilavu vidogo,
au Yanga kafungwa, ujue basi. Kwa sababu mimi nataka niweke wazi na hii ijaribu kwenda. Hakuna vilabu nchi ambao mama yao ni moja, baba yao ni moja, tofauti na Simba na Yanga. Kwamba wanajuana. Wanajuana. Ndio maana hata juzi nilijaribu kuongea. Ukiona nakwambia mecha tutacheza, sijui ni na nini. Hivi vilabu baba yao ni mmoja, mama yao ni moja. Ni lazima watacheza. Young Africans lakini barua tayari kasi bodi ya ligi siku 10 kutoa majibu. Nataka niwaelekeze na niwaambie kasi anaweza kaamua kupitia njia gani? Malalamiko kupitia nani aliosolve kesi akaonesha kwamba kasi inabidi iende kwa kasi. Wana kesi yote ambayo ilikuwa ishaileta bodi ya ligi? Barua Yanga ipo kasi mpaka hivi sasa. Inaweza ikaepo inaelea. Hii ndanganya toto. Hivyo na vile ujiulize kesi imesikilizwa na nani? Kasi unahitaji barua kwamba bodi ya ligi na TFF waliamua kwamba Yanga kesi yake imefanyaje? Imeishi hapa. Kesi yake tumeiamua hivi. Sasa kasi wanakuja kuangalia sasa walichokiamua TFF na bodi ya ligi ni sahihi au sio sahihi. Sasa kama hamna jedwali la TFF na bodi ya ligi, kasi wanaenda kuamua nini? Hamna vitu, ni kukurupuka tu. Yaani unataka kukurupuka. Yaani tunabidi tuende kisoka. Ndio maana naambia watu wa Yanga soka bado. Watu wa Yanga soka bado. Watu ige sisi. Mimi niwatolea mfano juzi kati. Watu wanaojitambua uwezo kasaga mafuta, unaitafuta eti timu sioni. Hizo ni sigara na yani ambazo eleweki. Yaani unasaga mafuta na bado unasema timu ya wananchi kweli unasaga mafuta ya watu na nini? Kitu ambacho hakipo. Unaona? Tunabidi tukae chini tujifunze soka. Tunaenda wapi na tunatoka wapi? Kwanza ukakimbia dakika 2 ushaenda kule. Kesi za ndani kwanza zimalizie ndani. Na vile ujiulize, wewe kabla wewe kujitambua Simba, mdogo wangu mimi nakwambia wewe, kabla hujajua Simba, baba zako wamekuta Simba. Mwaya tumeyazungumza mengi sana, lakini kama una neno la mwisho kwa wana Simba wenzako kuelekea katika mechi ya kwanza, duru la kwanza kombe la shirikisho barani Afrika. Ili swala naweza nikaliweka hivi. Mimi ni shabiki wa Simba, kindaki. Tunachokihitaji kwa mashabiki asilimia nyingi ni dua kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Unajua kila kitu lazima mtaguze Mungu. Na sisi tunafaulu sana kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Wote kama tutainua mikono tukamwomba Mwenyezi Mungu, mimi naiona finali tunaicheza. Unajua ni kwa nini? Sisi tuna umoja. Umoja wetu ndio unaosababisha utufikishe tulipo. Wengine wanakuwa na tofauti zao. Na pia napenda nijaribu kuliweka wazi. Mashabiki wengi wajaribu kututambua sisi tunaoongea kwenye media ni mashabiki, sio wasemaji. Wavyoendelea kwa hivi sasa ni kwamba timu pekee ambayo ilikuwa imebakia kwenye michuano ambayo ni bora barani Afrika ambao tuko ndani ya shirikisho, tunajiandaaje na Al Masry? Tushajiandaa tayari. Tunabidi zetu ni dua. Tuombe dua kwa sababu Al Masry sio timu ya kubeza, ni timu ambayo ni kubwa, ina mashabiki kama Simba alivyo na mashabiki. Tulivyojiandaa, unajua mimi napenda kuongelea soka. Simba tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa vizuri kuingia robo finali. Hatujajiandaa kwenda kufeli mapema. Tumejiandaa kusonga mbele. Kwa hiyo ninachoamini kupitia benchi la ufundi, viongozi tulionao, wachezaji tulionao, morali uliopo kwa mashabiki kwa dua zao, nategemea tunaenda kufanya vizuri Al Masry. Mara kadhaa Simba imekuwa ikifeli robo finali takriban mara 4 kama sikosei, ama zaidi ya mara 4 Simba imekuwa ikiishia robo finali. Sababu ni zipi? Umeitazama Simba ambayo imekuwa imeishia robo finali na hii ambayo mnasema mnaitaka nusu finali. Utofauti wa hii ambayo mnasema mnaitaka nusu finali na Simba ile ambayo imekuwa mnaishia robo finali, ni kipi kimeongezeka mwaka huu hadi mnasema kwamba mnaitaka nusu finali? Napenda kujaribu kuweka vitu sawa. Unavyoongelea kwamba tulikuwa tunaishia robo finali, jiulize tulikuwa tunaenda na kina nani? Maana hiyo robo finali unaoitaja ni bado ndio nipo mimi mwenyewe Simba. Kila kitu kinahitaji utaratibu wa kuweza kuvuka. Sasa sisi sasa hivi tumekuambia tunaicheza finali. Kwa nini tunakuambia tunacheza finali? Tushajua nyanja zote za kupitia. Tulikuwa tunafeli wapi? Sio kusema tulikuwa tuna wachezaji. Tulikuwa tuna wachezaji labda walikuwa ni lazima waishie robo finali. Sasa hivi ndio tumekuambia tulionao sasa hivi. Vijana wanatumika miaka 22, 23, 25. Ni lazima tunacheza finali. Hilo ndio nabidi ulijue. Swala la kwamba tulikuwa tunaishia robo finali hapana, tuachane na yaliyopita tuangalie sasa hivi. Swala robo finali ukiongelea wanaoingia robo finali ni Simba Sport Club. Uwezo kuongelea timu nyingine ambayo inaingia robo finali na ikiingia ni kwa bahati mbaya inatoka. Sisi unaona bado tupo tunapeperusha bendera ya Tanzania.
Bado tunazo mbavu za kupambana kuingia robo finali. Na ikienda vibaya tukalileta ili kombe hapa kwa sababu tunazo, nia tunayo, wachezaji bora tunao, wahamasishaji, mabosi wetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameongea wazi, mkiendelea kufanya vizuri atatusapoti kwa nguvu zote, kwa sababu ndio timu inaobeba bendera pekee. Kwa hiyo ninaiona nusu finali kwa upande wa Simba kucheza. Mmeongeza wachezaji katika dirisha hili ambao mna matumaini nao kufanya vizuri sana katika kombe la kimataifa, kombe la shirikisho barani Afrika. Mmeongeza Elie Mpanzu, mchezaji ambaye mna mategemeo naye makubwa sana, lakini pia yupo Kibu Denis, wameongezeka kina Deborah Mavambo. Kipi hasa ama wachezaji hawa ndio wanamipa jeuri kwamba Simba safari hii lazima mfanye makubwa na kufika finali? Yani kuna kitu ambacho kinaitwa mazoea. Kuna sehemu ukishazoea, nadhani ukiingia pale wewe sio mgeni. Sawa, mgeni ni yule anayekuja kwa siku moja, kwa siku mbili. Si robo finali tumekuambia tumeizoea. Yani kuingia michuano ya robo finali, iwe klabu bingwa, iwe shirikisho, ni swala ambalo wana Simba tumelizoea. Sasa hivi tumesema tunatoka hapo, ili tuwapishe wengine ambao wanaweza kaja na wenyewe wakabaki hapo hapo. Sisi tunatoka. Unavyoongelea wachezaji, tunao wachezaji wazuri sana. Kila mchezaji kuanzia goalkeeper mpaka namba 11. Tunao wachezaji wazuri. Kwa sababu ukiongelea Mpanzu, mathalan umeongelea Mpanzu, hakuna winga yoyote Tanzania unayoiona Tanzania ya kileo ambao wana mchezaji msumbufu kama Mpanzu. Hii hamna. Ukirudi nyuma, kuna mtu ambaye anajua mpira ni msumbufu. Wengi wanahitaji Kibu amuone anashinda, lakini mimi simuoni Kibu kuona yani akae anatupigia magoli. Hapana. Ikitokea afunge, lakini Kibu ni mchezaji pekee ambao anaweza kufuata na wachezaji 4, 3. Kitendo cha kufuata na wachezaji 3, 4 kinasababisha nafasi nyingine zitakaa wazi. Ndio maana Kibu anaonekana ni bora sana. Kwa upande wa Tanzania tuna mchezaji bora sana kama Kibu. Sasa ukirudi nyuma kwa mabeki, fullback tulizonazo, mimi nazidi kuambia bado kikosi cha Simba kina uhakika kucheza finali. Na Al-Masry anajua Al-Masry kwamba watu wanaokutana nao na wakina nani. Winga tulizonazo ana Al-Masry. Mimi na uhakika huo. Na mtaona na tutakuja kushangaza kwa sababu Simba tumejipanga kimkakati kucheza finali. Sio robo finali, kimkakati kucheza finali. Kwa hiyo tusubiri muangalie ninachowaambia kwamba finali tunacheza au hatucheze. Tuangalie mechi ya kesho. Yupo ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika nchini Misri. Ni wazi Al-Masry unanayo shaka kabisa. Hivi kwa mfano ndugu mtangazaji, nikiwa na kuuliza klabu bora unayoiona Tanzania ni ipi? Klabu bora Tanzania. Tutatuachia watatujibu kwenye comment. Klabu bora ambao unaweza ukaiongelea ambayo imesimama kwa kusimama na kubeba bendera ya Tanzania ni Simba Sport Club. Ina maana Al-Masry anaenda kukutana na Simba ambao ni bora Tanzania. Sio Tanzania tu, mpaka Afrika. Klabu yoyote ambayo inakuja kukutana na Simba mpaka inaanza kujiandaa upya kwamba tunaletea Simba na ni Simba kweli. Kwa hiyo uwezo ukawa na nakshi kwamba Al-Masry namba 1 kwa upande wa Misri. Hilo ni kitu kidogo sana. Anakutana na anayejua mpira na mzoefu wa mashindano haya. Young Africans walifika finali kombe la shirikisho barani Afrika, lakini haikuwa bahati, wakapata nafasi ya pili. Na nyinyi mpo katika kombe la shirikisho. Ni wazi kwamba kuvunja uteja wa Young Africans kulileta kombe hapa la Tanzania, kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi ninachotaka nikuambie, tangia yani na ujua mimi mpira, mimi kama shabiki wa Simba, sijawahi kuona cha kujifunza kwa Yanga. Hakuna chochote ambao niliwahi kujifunza kwa Yanga. Tofauti na wao wajifunze kwa upande wetu. Kwa sababu unavyoongelea kwamba Yanga alifika nusu finali. Alifikaje nusu finali? Hujaona timu zilikuwa kwenye vita, zikaomba mpaka kuchezea mchezo Tanzania hapa. Hao mkuona. Sasa kama watu wana vita wanashindaje? Yaani wako kwenye vita ya njaa, wana vita ya mitutu, wanashindaje? Sisi tunakutana na vilabu ambao unavifuata kwao vinakufuata nyumbani. Na maana usalama upo. Nazungumzia mwaka ambao Young Africans alifika finali kombe la shirikisho. Na ni wazi Simba yupo kombe la shirikisho barani Afrika. Yanga amefika finali kuvunja uteja wa Young Africans, ni Simba kulileta kombe hapa Tanzania. Hiyo inawezekana. Inawezekana kama swali linaenda hivyo, inawezekana. Inawezekana tukalileta. Kwa sababu sisi tuko kimkakati. Tangia tunaanza tunaambia tunatengeneza timu. Tunaiandaa timu. Ogopa klabu yoyote duniani ambayo inaweza ikashusha vifaa 11
ikavipiga chini na ikapandisha vifaa 11 kutoka sehemu mbalimbali. Na bado unaona bado iko kwenye shirikisho, iko robo finali. Na hao ambao hawajafukuza wachezaji ambao wanasema timu zao ni bora, bado hawana sehemu yoyote walikoenda. Amini mimi ninachokuambia, sisi tumejiandaa Simba kimkakati kucheza finali. Hilo swala lingine tuliache kama kuliacha, lakini sisi tunacheza finali. Matokeo ya Simba kule nchini Misri, pengine ni wazi Simba kuitafuta sare, ama licha anapoteza sipoteza kwa mabao mengi kuja kuimaliza shughuli hapa Dar es Salaam. Unajua ukubwa unaanzia hapo hapo. Ukishaona timu unaanza kuifuata, unajua wewe ni mkubwa. Ili mechi nyingine uimalizie nyumbani itakuwa kwa imebakia. Simba ni mkubwa mbele ya Almasi. Simba ni mkubwa mbele ya Almasi, ndio maana tumeanza kumfuata mtoto mdogo. Yule ni mtoto mdogo na mtaona. Ukiona wamefunga goli moja, mimi ninachokiamini wakiingia hapa wametoka. Hata goli la pili sisi bila wametoka. Ikiwa ni draw moja kwa moja, jua Simba ishaingia hatua nyingine. Simba kama mtafanikiwa kwenda ama nusu finali kulichukua kombe ama kufika hata finali, ni wazi mtakuwa mnawadai viongozi wenu. Kwa nini unakimbilia kusema kwamba kama tutaweza kunani kushinda? Mmekuwa mmekishia robo mara kadhaa. Ni wazi msipofuzu mtakuwa mna deni. Nadhani tutoke kwenye kukalili. Tukiishi maisha kukalili tunaenda kufelisha watu wengi. Simba tupo kwa kutoa discipline kwa vilabu vidogo vidogo vijifunze kwa Simba. Kama tunahitaji sisi tuwe kiongozi kwenye nchi hii, vilabu vingine vige. Kwa nini Simba anaenda mpaka robo finali mpaka sasa hivi amebaki peke yake? Mbona hamna klabu kingine? Ni dhahiri shairi kujua kwamba sisi tunaitaka finali ili watu wajifunze kwamba sisi tunaishia robo finali, hatua ya makundi tunatoka. Sasa utaniambiaje kwamba tunaweza tukaishia huko? Ni vigumu. Sisi tunaenda moja kwa moja kucheza finali. Sasa hili swala lingine tuache hao ambao bado wanabeza. Lakini wanaobeza wako kwenye sehemu yoyote. Hako robo finali wala wako sehemu nyingine na usiku wamesubiri kucheza na Tabora. Mimi nipo bado napepea na ndege huko. Niko angani. Kwamba ile kauli ya hii tunavuka lazima itimie. Hiyo inatimia. Hiyo inatimia. Kila kitu kinahitaji mikakati. Kila kitu unachokiona duniani kinahitaji mikakati. Ukitaka kuchaguliwa sehemu yoyote kiuongozi unatumia utaratibu wa kuweka watu sawa, wakakukubali, wakakupa kura zote. Hiyo kaweza kushinda. Simba zidi ya Almasri tumeuzungumza hivyo, lakini wangu wote unoti kwamba klabu ya Simba imeongea hivi. Hapana, ni mimi kama mimi. Sasa kuna watu ambao wanasababisha soka la Tanzania lizidi kuonekana lina ubovu, viongozi ni wabovu kupitia mashabiki ambao wanaongea kwenye media. Hapana, turudi nyuma, tuheshimu. Unaloliona linatoka kwa msemaji wa Simba, ujue ndio sahihi kuliko hata la kwangu. Kwa sababu yeye huenda kishaokaa na viongozi shamwambia sema hivi. Kwa sababu yule anasemea klabu. Mimi nasema kupitia mimi kama mimi. Kwa hiyo mimi nadhani dua ziwe nyingi, kule tutashinda. Kule tutashinda na uhakika mimi naingia nusu finali. Hilo ndio na uhakika nalo. Inabidi uje niulize kwa nini kuingia nusu finali, lakini na uhakika naingia nusu finali kwa sababu nimejiandaa, na kikosi bora, viongozi bora, na vile vile bado tuna hamasa kutoka kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeongea mengi sana hapo kuelekea katika mechi hiyo ya Simba zidi ya Almasri. Shukrani sana ndugu yangu kwa time yako. Mimi naenda kukutana hapa 9 hivi Aprili, mchezo wa raundi ya pili ya Simba zidi ya Almasri. Shukrani sana. Asante sana.